Kilifi. Marhaba, karibu kwenye taarifa kamili. Jina langu ni Hadia Mwasiwa na mwenzangu Philip Omondi anatafsiri taarifa hizi kwa lugha ya ishara. Na tuanze na taarifa hii ya kuhuzunisha ambapo mama mmoja anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Mlolongo akihusishwa na mauaji ya wanawe watatu wakati ya umri wa mwaka mmoja hadi miaka minne. Inasemekana mama huyo aliwaua wanawe kwa kuwatilia sumu kwenye uji katika eneo la Mlolongo Phase 2 katika kaunti ya Machakos kabla ya kutoroka. Majirani wanasema kuwa mama huyo na mumewe walikuwa na mzozo wa kinyumbani wa muda mrefu na huenda ulichangia mkasa huo wa kusikitisha. Polisi tayari wameanzisha uchunguzi. Catherine Imuraget na taarifa hiyo kwa kina. Hii ndiyo ghorofa ambalo Linet Munala aliishi pamoja na mumewe na watoto wao watatu. Ndani ya nyumba hii, dalili za maisha yaliyokatizwa ghafla bado zinaonekana. Vitu vimetapakaa sakafuni, chakula kilichobaki kikiwa hakijaguswa. Mezani, mabaki yanayodaiwa kuwa sumu inayokisiwa kuchanganywa na uji uliopewa watoto hao yanaonekana. Zaidi ya hayo ni sare mpya ya shule. Inadaiwa kuwa ya mtoto wa miaka minne ambaye ndoto zake za kuanza kwenda shule zilikatizwa hata kabla hazijaanza. Waliopoteza maisha yao ni watoto pacha wenye umri wa mwaka mmoja na mtoto wa tatu mwenye umri wa miaka minne ambaye walimtegemea mama yao kwa ulinzi na malezi. Badala yake, sasa wamekuwa wahasiriwa wa tukio lililowaacha majirani vinywa wazi. Mili ya watoto hao ilipatikana katika hali tofauti. Pacha walipatikana wamelala kitanda kimoja bila dalili ya uhai, huku kaka yao akipatikana kwenye kitanda kingine. Majirani waliwaarifu maafisa wa usalama ambao walipofika na kudhibitisha kuwa watoto wote watatu walikuwa tayari wameaga dunia. Kwa mujibu wa majirani, mama huyo anadaiwa kuatilia sumu watoto wake ndani ya uji kabla ya kutoroka. Inadaiwa kuwa muda mfupi baadaye alituma ujumbe kwa jirani mmoja akimtaka aende kuangalia watoto hao. Kwenda kwa nyumba yake, ananiambia ati kuna mtu rafiki ya bwanake mwenye anafanya na yeye kazi amempigia simu, kamuelezea ati bwanako ako Nairobi. Sijui alichelewa akalala hapo tao. Akaanza kusema ati bwanake anamcheat. Monday jana saa 4 huyu sister alikuja kwangu na simu kama iko na message. Akaniambia mama Ade amemwandikia message, amemwambia enda kwa nyumba yangu na usiende peke yako, uende na keteka. Kuna yenye mtapata iko hivyo. Wakazi ni uhili wanasema migogoro ya kinyumbani kati ya wanandoa hao huenda ilichangia pakubwa unyama huo. I think your depression and misunderstanding, alafu kukosa kushare what is in between you and what is happening in the marriage. So akaona she has to do something to punish the mom. Mshukiwa anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Mlolongo huku uchunguzi ukianzishwa. Catherine Imuraget, KTN, Nairobi. Na mtazamaji, ni kisa cha kutia huzuni hicho.